Na mtazamaji, polisi eneo la Kabete kumradhi, wanachunguza tukio ambapo mwanamume mwenye umri wa miaka 25 aliuawa kikatili na umati kabla ya mwili wake kuteketezwa. Inaripotiwa kwamba Wesley Matekwa alikuwa akielekea nyumbani baada ya kutazama mechi katika eneo la Kongo mtaani Kawangware kabla ya tukio hilo. Kulingana na taarifa, Matekwa alikabiliwa na wanawake wawili waliodaiwa kumpokonya simu yake ya mkononi, ambao walimgeuzia na kupiga mayowe wakisema alikuwa akiwaibia. Ben Kirui anasimulia zaidi. Picha na video za kutisha zilizorekodiwa katika eneo la tukio zinaonyesha dakika za mwisho za Wesley Matekwa mwenye umri wa miaka 25 aliyefariki kwa maumivu makali kufuatia shambulio la kikatili la umati wa watu. Kwa mujibu wa taarifa za awali, umati huo uliamini kuwa Matekwa alikuwa amenyakua simu ya mkononi kutoka kwa wanawake wawili tarehe 25 mwezi uliopita mwendo wa saa 4 usiku. Inadaiwa wanawake hao walipiga kelele, hatua iliyowafanya wananchi kujitokeza kwa haraka. Wesley Matekwa alishambuliwa vikali kabla ya kuteketezwa. Hata hivyo, familia yake, marafiki na wenzake kazini wamepinga vikali simulizi hizo, wakitoa maelezo tofauti kuhusu kilichotokea. Wanasema Matekwa alikuwa akielekea nyumbani kwake katika eneo la Mayas Kawangware baada ya kutazama mechi ya soka kati ya Arsenal na Manchester United katika kituo kimoja cha burudani eneo la Kongo, kilomita kadhaa kutoka hapo. Yeye alikuwa anakimbia akifuata simu yake, na sasa hapo ndo walimtega na wakaanza kumchapa. Wesley alikatwa vibaya, alivunjwa mikono, alivunjwa miguu. Amechoma, yani amejaribu kujitetea, imeshindikana. Amejaribu kujitambulisha, imeshindikana. Very sad, so sad. Juu ameniachia hata mtoto mdogo. Mtoto ni mdogo sana, 6 months. Uchunguzi na kauli za walioshuhudia zinaashiria kuwa Matekwa huenda alikabiliwa na wanawake wawili waliodaiwa kumpokonya simu yake ya mkononi, huku mhudumu wa bodaboda akisubiri kwa mbali. Alipojaribu kuwafuatilia washukiwa hao, wanawake hao waliripotiwa kupiga mayowe za kuanza kulia mwizi mwizi, jambo lililowavutia wananchi waliomshambulia vikali. Tumefanya naye kazi kampuni moja inaitwa Golden Palace Casino. Hapo alikuwa security na mimi nilikuwa cleaner. Hapo ndo tulianza kuwa marafiki. Na vile mnajua mtu yeyote ashaifanya kwa casino, tunafinyanga vidole kwa polisi, wawezi andika mtu ako na skandalo yoyote. Tumemake habit, it's like ni kama sahi boy child askizwi juu ni wasichana waliiba wakapiga nduru, iliaminika hivyo tu directly that ameibiwa. Chali hawezi piga nduru asikike, si ndio? And then another thing, si mtu mkikuja ulizeni ameiba nini. Juu sahi ni kitu inaendelea all over. Juu nimeona wase wengi wakicomplain like wezi wanakuibia za group, they scream, unakuja wewe ndio unapigwa sasa. Polisi wanaendelea na uchunguzi, ikiwa ni pamoja na kuwaita mashahidi kurekodi taarifa, kando na kuchunguza kanda za CCTV kutoka majengo ya karibu. Haya yanajiri huku maswali yakiendelea kuibuka kuhusu mazingira yaliyopelekea mauaji hayo, yaliyofufua upya wasiwasi kuhusu vitendo vya raia kuchukua sheria mikononi mwao. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.